Habari, jamaa, Ivan yuko hapa. Na leo mimi na Maria tumeweka dau la $1000 kwamba sitatumia siku nzima katika nyumba hii ndogo. Oho, Ivan, hii itakuwa ngumu sana kwako. Usijali, kwa $1000 naweza kukaa katika nyumba hii kwa mwezi mmoja. Au labda tu kwa siku moja. Naam, bahari njema na hilo, Ivan. Na Mike, labda tunapaswa kwenda kwenye trampoline au kwenye bwawa la kuogelea. Hey, hiyo si haki. Usijali, Ivan, tutakuwepo hapa hivi karibuni. Lakini unajua kabisa huwezi kutoka kwenye kibanda leo, sivyo? Bila shaka, niko tayari. Nilifikiria kila kitu ninachohitaji kwa siku. Tuna kamera ndani ya kibanda, tukiona ukidanganya. Sawa, hiyo ni sawa. Ndiyo, usitukose. Kwa heri, tunaondoka. Kwa heri. Sawa, Twen. Lakini kabla ya kuingia katika nyumba yangu, jamaa, lazima mshuke chini ya video hii na kubonyeza kitufe cha kujisajili. Mna sekunde 5 kufanya hivyo. Njoo. Na umefanya vizuri kama umefanya hivyo. Tuende kwenye nyumba yangu ndogo. Kwa kweli, jamaa, sasa ninapofikiria juu yake, ni ndogo sana. Mara tu ninapovuka mstari huu, hakuna kurudi tena. Kwa hiyo tuende, sijui. Sawa, basi nikupe ziara ya haraka ya chumba. Nina kila kitu kwa ajili ya faraja hapa. Hapa ndipo nitakapolala. Hapa ndipo nitakapokula na kufanya kila kitu. Nina hata taa, mabango. Nina hata kifagio cha kusafisha. Pia nina pstano na kitu cha kuvutia sana. Sina TV, kwa hivyo badala yake nitatumia iPad kama skrini yangu. Si ajabu sana. Unaweza kujiuliza, nitakula nini kwa siku? Jibu ni rahisi, vitu vitamu na furaha. Vitu vitamu zaidi na chipsi. Lakini vipi kuhusu vinywaji? Ninao hapa Coca-Cola, kila kitu nilichohitaji. Unajua, kwa sababu sina vitu vingi hapa chumbani kwangu, vitu vyote vina maana ya pili na kazi. Ulidhani hii ilikuwa tu pipa la taka? La, hii pia ni barakoa ya macho ninapolala. Ina urahisi sana. Oh, na karibu nimesahau. Nifanye nini ikiwa nataka kuona maumbile? Yuzi vyo mstari, Ivan. So, pole, sikujua hiyo ilikuwa katika sheria. Ninakuangalia. Nina gari linalodhibitiwa kwa mbali. Nitaweka GoPro na kuendesha kuzunguka na kuona kinachoendelea nje. Si mbaya sana, jamaa. Nadhani naweza kutumia siku nzima hapa. 12 seconds later. Wamepata tena. Nimecheza koni hii kwa masaa 2 na ninachoka sana. Sasa ni wakati wa kuunganisha pstano yangu na iPad. Cheza Minecraft kidogo. Haiwezekani, hii inafanya kazi kweli. Ninacheza pstano katika nyumba hii ndogo. Ajabu, sasa nina njaa sana. Tuende tupate chipsi na Coca-Cola. Nice. Habu tumuangali Ivan, labda anachoka. Na hadi sasa, anafanya vizuri sana na changamoto. Nyumba hii inaweza kuwa bora kuliko chumba changu cha kawaida. 3 hours later. Tayari imekuwa masaa 4 ambayo yanamaanisha niko karibu na $1000 zangu. Nimechoka sana na michezo hii. Nifanye nini? Kuna taka nyingi kwenye sakafu. Pengine nitasafisha. Hii ni upande wa chini wa nyumba hii ndogo ambayo lazima nisafishe mwenyewe. Lakini faida ni kwamba sina haja ya kusimama. Oh, anasafisha. Hiyo ni mshangao. Na hii si safi. Sehemu ya kwanza ya siku inaendelea vizuri, lakini nadhani mimi ni mchafu kidogo. Nitaonyesha sinki langu la maji. Sawa, basi hebu jaribu kufanya hivi. Lazima niwe mwangalifu kutovuka mstari huu. Jamaa, karibu nilianguka na karibu nikapoteza changamoto. Hiyo ilikuwa ya kutisha. Karibu sana kabisa. Dola zangu 1000. Nadhani nimekamilisha kujisafisha. Hebu tufikirie kitu cha kufanya baadaye. Nadhani nililala. Hebu niangalie muda. Nililala kwa dakika 30. Subiri, jamaa, simu yangu imeishiwa betri. Chargeri yangu iko wapi? Njoo, iko wapi? Haiwezekani, nimesahau. Sitadumu bila simu yangu. Hebu tuulize Mike na Maria. Maria, Mike, nahitaji chaja ya simu yangu. Tafadhali, nisaidieni jamaa. Nadhani hawawezi kunisikia. Hii itakuwa tatizo halisi. Nifanye nini? Nina wazo. Wazo ni kuandika ujumbe wa dharura na kuutuma duniani. Charger.
Nimepata ujumbe wangu. Tunahitaji kufunga ujumbe huu kwenye gari na kupata GoPro. Sasa wewe si gari la kuchezea tu. Wewe ni macho yangu. Hebu tujaribu. Njoo, hapana. Sasa imekwama. Jamani, inafanya kazi kweli. Tuendeni, nitajaribu kuingia ndani ya nyumba. Njoo. Sio kwenye bwawa, sio kwenye bwawa, sio kwenye bwawa. Tudikiza Rocket League. Hii inafurahisha sana. Subiri nimesahau lazima niwapaji Maria na Mike habu tugonj mlango. Njoo, niruhusu niingie. Mike, Maria, fungua mlango. Unasikia kelele hiyo? Labda ni Ivan. Anafanya nini? Kuna ujumbe hapa. Maria, Mike, tafadhali niletee chaja. Asante. Mzuri. Oh, huo ni ujanja mzuri. Nadhani Ivan alifanya. Ivan, unahitaji chaja? Ndiyo, tafadhali. Nahitaji sana chaja. Tafadhali niletee. Tazama, chaja. Unaitaka? Tazama. Unaweza kuiweka hapa. Unaweza kuichukua tu. Tazama. Kuna hatua moja. Hey, hiyo sio haki. Unajua sheria za changamoto. Siwezi kuacha mstari huu. Unataka nikusogeze karibu? Sawa. Ndiyo, naamanisha. Sawa. Chukua hii. Oh, njoo. Acha kumsumbua. Hapa, chukua. Asanti. Unaweza kunitegemea. Nipigie simu ukihitaji. Asanti, rafiki. Unaweza kunitegemea pia. Hey, unafanya nini? Sijapoteza hii $1,000. Rudi kwenye nyumba. Subiri, jamani, subiri. Nina wazo. Vipi tufanye mradi wa ukarabati na tuipatie nyumba hii rangi? Oh, ndiyo. Hiyo ni wazo nzuri sana. Namaanisha, hiyo itakuwa burudani. Tufanye, jamani, kutana na wafanyakazi wetu wa ujenzi. Tunaipaka nyumba rangi gani? Sijui, unaweza kuamua. Oh, ndiyo. Sawa. Jamani, mnaweza kuanza. Nitafanya usafi ndani. Kwaheri. Bahati njema. Sawa, sasa tuanze kupaka rangi ukuta. Jamani, mnaweza kuharakisha. Ni joto sana hapa. Napenda jinsi ilivyotokea. Inaonekana bora zaidi. Hebu tuulize Ivan kama anaweza kuipima kazi yetu. Ndiyo, Ivan. Ivan. Njoo nje. Angalia kazi yetu. Kimya. Nadhani anafanya kitu. Oh, hebu tuangalie. Ivan. Oh, umelala. Bila shaka. Tulifanya ukarabati wote huku yeye akiwa hapa anapumzika. Sijalala. Kwa kweli nadhani na kuangalia mawazo ya mahali pa kuweka haya. Ndiyo. Bila shaka. Angalia jinsi ilivyo nzuri. Hiyo ndio uliokuwa ukifanya kwa saa iliyopita. Ndiyo. Jamani, vipi mjaribu kuishi hapa kwa siku nzima? Ni joto sana hapa na nimechoka sana. Unateseka sana. Unaweza tu kuacha na nitakupa $100. Unaweza kuacha sasa hivi. Unaweza tu kutoka kwenye mstari huu. Utakuwa na chakula kisicho na kipimo, oksijeni nyingi, kiyoyozi, kila kitu unachotaka. Kwa hivyo unaweza kutoka kwenye mstari huu. $100. Unajua tayari. Sawa, hapana. Angalia kazi yetu. Sawa. Hiyo ni nzuri sana. Hii ni mchoro wa vitu vyote vipendwavyo vikiwa vimechanganywa pamoja. Inaonekana nzuri. Tazama yangu. Najua huwezi kweli kuona mlango huu, lakini hapa nimefanya matone ya mvua. Na hii ni nini? Hii ni kama dirisha na maua mazuri. Unaweza kutazama nje kwa sababu huna yoyote. Jamani, najisikia kuheshimiwa sana. Kwa kweli hii ni nzuri sana. Asante sana kwa kupamba nyumba yangu. Ndiyo maana nyote mnaalikwa kwenye sherehe ya uzinduzi wa nyumba yangu. Wow, hiyo ni nzuri. Tutakuwa ndani ya nyumba. Ndiyo. Oh, hiyo ni nzuri. Hakika tutatoshea sote. Lete zawadi na nina kusubiri. Twendeni. Wow, Ivan, nayo mzuri. Asanti. Nyumba nzuri sana. Ningependa kuishi katika nyumba hii mimi mwenyewe. Hakikisha unapenda video hii kama unataka kuishi katika nyumba kama hii. Sasa, nyinyi ni wageni wangu, kwa hivyo chukueni hiki na hiki. Tayari umeingia kwenye mzuka. Sherehe. Kwa njia, hii ni yako. Uhoa, asante. Hii ni nzuri sana. Tutacheza hii baadaye. Na hapa, zawadi moja zaidi kwangu. Ni kitu cha kupuliza. Nini?
Nadhani hii ni zawadi nzuri sana, lakini haifai kabisa na haifurahishi. Vipi? Tunaweza kucheza Twister. Lakini vipi? Hatuna nafasi. Nadhani nina wazo bora. Tuna pinata. Pinata. Lakini subiri, kwa kweli ni hatari kidogo. Pinata iko wapi? Wanaume, mnakwenda wapi? Ni furaha sana. Wanaume, mko wapi? Ni furaha sana. Sikufikiria nyumba ndogo kama hii ingeweza kuwa ya kufurahisha. Nimekubali. Labda tunaweza kufanya kitu kingine. Kwa kweli, tuna kazi ya kufanya. Oh, ndiyo. Na mimi, nimeacha basi yangu ikiwa imewashwa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo nyumba yangu iko karibu kuungua. Kwa hiyo unajua. Furahini. Ndiyo, na kwa heri. Rudi tena. Kwa heri vijana. Nina njaa, wanaume, nakaribia kupika steak nyumbani kwangu. Ninaweza kuionja tayari. Nina grill hapa. Hii itakuwa nzuri sana. Chakula huwa na ladha bora unapokipika. Hiyo ni moshi mwingi. Vijana, niliona kwenye interneti, ukiongeza maji kidogo itakuwa na ladha zaidi. Wanaume, nadhani inafanya kazi. Itakuwa steak nzuri. Nini kinachoendelea? Inaonekana kama moshi. Oh, hapana. Ivan, nini kilitokea? Kuna moto. Nitaenda kuchukua kizima moto. Nitarudi mara moja. Nitaenda kukupata. Wanaume, mlifanya nini? Shukrani kwa Mungu. Ivan, uko hai. Bila shaka niko hai. Tulidhani ulikuwa kwenye moto. Kulikuwa na moshi ukitoka. Nilikuwa tunapika steak. Ndiyo hiyo. Steak, nilidhani umeungua. Samahani, Ivan. Hatukukusudia kukukasirisha. Sijakasirika kwa sababu mlikuwa tu mnataka kusaidia. Ninashukuru sana. Kwa njia, unanidai $1,000. Vipi? Hii si haki. Basi, unamaanisha? Oops. Ulitoka nje ya mstari. Mkataba ni mkataba. Unanidai $1,000. Sawa, umeelewa. Nitakupa baadaye. Sawa vijana, asante kwa kutazama video hii. Usisahau kujiandikisha kwenye chaneli yangu. Bonyeza like na andika maoni ikiwa unapenda nyumba ndogo hii ambayo nilitumia karibu siku nzima. Kwa heri. $1,000. Ivan, unafanya nini? Habari, jamaa. Ivan yuko hapa na tukio la maji lisilo la kawaida linaanza. Na kujua, Ivan, una mawazo ya ajabu kichwani mwako. Jamaa, changamoto ya ajabu inatungojea. Masaa 24 katika gari hilo la jet kwenye bahari hii ya kushangaza. Tutavuka mawimbi, vurugu na sisi wenyewe. Kaa na angalia video hii hadi mwisho. Nini? Kwenye bahari kwa masaa 24? Haiwezekani. Nitaumwa sana na mawimbi. Jamaa, bonyezeni kitufe cha like. Kama marafiki zako ni wabovu kiasi hicho, basi mnapendekeza nini? Vipi kuhusu changamoto hii? Yeyote anayekunywa toke nyingi zaidi anashinda. Vipi kuhusu kitu kinachoweza kuvimba? Nimekuwa hapo kama mara 100. Ni rahisi. Jaribu moja zaidi. Vipi kuhusu masaa 24 kwenye bustani kubwa ya maji inayoweza kuvimba? Ndio, ni wazo zuri sana. Ndio. Sawa, habu tuende. Kuna papa. Ivan, twende kwenye bustani ya maji haraka. Acha kila kitu. Lazima tuende. Tuko karibu kufika. Jamaa, njoo. Oh, ngoja. Ndio, tumeokolewa. Jamaa, hebu chukua friji yetu. Oh, hatuwezi kufanya hivyo. Masaa 24 yameanza tayari. Ngoja, unaona hiyo? Huyo si papa halisi. Wait a minute. Who are you? Oh, nzuri. Sasa vifaa vyetu vya chakula kwa masaa 24 yajayo vitawalisha samaki wote. Usiwe na wasiwasi. Nadhani hili ni wazo kamili. Kukaa masaa 24 katika bustani kubwa ya maji inayoweza kuvimba duniani, bila chakula, bila maji, na chini ya jua kali. Ni wenye nguvu tu watakaoshinda. Angalia video hii hadi mwisho. 12 seconds later. Ninakufa kwa kiu. Nahitaji maji tafadhali.
Ngoja, hiyo ni chupa ya maji. Chupa ya maji, chupa ya maji. Unawaza kile ninachowaza. Nadhani ninawaza kile unachowaza. Mtu wa kwanza kufika kwenye chupa ya maji anapata. Naitwa mimi. Why are you running? Why are you running? Nice. Unafanya nini? Hii ni maji yangu. Mnafanya nini jamani? Hicho ndicho unachopata. Tumeishiwa maji tena. Oh, njaa sana, njaa kali. Nadhani nitakufa. Ni raha sana. Ningetoa kila kitu kwa ajili ya sandwich sasa hivi. Singejali kuwa na zile sandwich ambazo tulizamisha. Jamaa, kila kitu kiko sawa. Tunafurahia. Jamaa, sitaongopea. Kweli ninasikia njaa sasa. Hakuna chakula. Angalia hiyo. Wanapoteza akili kwa ajili ya chakula. Oh, hii ni mfuko wa chipsi au ninaota? Oh, hapana, sioti. Nani alisema pakiti ya chipsi? Hapo. Chisai, chisai. Mine. Ni yengu. Ni yengu. Juu, simama. Nitachukua. Naweza kuona hapo na kwenda nyumbani. 3, 2, 1. Kuna nini humo ndani? Iko tupu. Hiyo ilikuwa chakula chetu pekee. Oh, lakini jamaa, guess what? Bado tunafurahia chini ya jua kali. A few moments later. Siwezi kuvumilia tena. Ni masaa mangapi yamebaki? Ni habari njema. Ni masaa 18 tu yamebaki. Masaa 18. Sawa, lazima niende. Jamaa, kwa heri. Asante kwa muda, lakini siwezi kufanya hivi tena. Nimetoka. Natumai wako sawa. Ni siku nzuri sana. Nice. Subiri. Je, ni kile ninachofikiria? Ni mlinzi wa usalama. Jamani, kuna kitu kinaendelea. Kuna usalama. Kuna mlinzi wa usalama. Kuna mlinzi wa usalama. Jaribu kujificha. Ninapaswa kuwaonya wenzetu. Nadhani tunaweza kumudu masaa 24 kwa urahisi. Kwa kweli, naanza kupenda mahali hapa. Nisikilize, tulikuwa pale juu. Niliona mlinzi wa usalama akitutafuta, kwa hivyo nadhani tunapaswa kutoroka. Mlinzi wa usalama. Ndiyo, lakini yuko hapa ili kukulinda, sivyo? Sio kabisa. Tuko hapa kinyume cha sheria, kwa kweli. Ulisema tunapata uhuru na hakuna matatizo. Nadhani tunapaswa kutoroka sasa. Nadhani anasikika kama alituona. Jamani, kimbieni, njoo, mlinzi wa usalama. Hapa, hapa, hapa. Jamani, andikeni kwenye maoni, je, mngekubali kwa mlinzi wa usalama au mngeendelea kutoroka? Wakati huo huo, tunajaribu kutoroka. Jamani, tafadhali, mkamate, yuko pale. Jamani, tumeshindwa changamoto yetu kwani tulitoroka kutoka kwenye bustani hii ya maji ya kufura. Lakini bado tulifurahia sana na ilikuwa ya kuburudisha kweli. Hakikisha unapenda, unajiandikisha na unaacha maoni hapa chini. Tutaonana baadaye.